Imekuwa ni kawaida kwa Mfalme Zumaridi kugeuza makazi yake kuwa nyumba ya ibada. Huyu anaitwa Diana Bundala. Jina lake maarufu anajulikana kama Mfalme Zumaridi. Ni mhubiri anayetoka jiji la Mwanza, Tanzania, ambaye alipata umaarufu mkubwa kutokana na mtindo wake wa kipekee wa kuendesha ibada na madai ya kuwa na uwezo wa kuponya magonjwa mbalimbali. Alijitambulisha kama Mungu wa dunia, yani Mungu wa chini ya jua, na kujiita mfalme licha ya kuwa ni mwanamke, jambo lililozua mjadala mkubwa katika jamii na vyombo vya habari. Haya ni matukio muhimu ya Mfalme Zumaridi. Tukio la kwanza ni umaarufu wa ibada za kipekee. Huyo anaitwa Diana Bundala. Alizaliwa Oktoba 9, 1983 katika kijiji cha Maganzo, wilaya ya Kishapu, huko mkoani Shinyanga. Alijulikana kwa kuendesha ibada zisizo za kawaida, ikiwa ni pamoja na kutembea juu ya migongo ya waumini wake na kuendesha ibada zilizoambatana na kelele za matarumbeta na mavuvuzela. Waumini wake walimwamini kama mwakilishi wa Mungu wa duniani, na baadhi walimlinganisha na Yesu Kristo. Hapa ukikutana na muumini haswa wa Zumaridi haumwambii kitu. Lakini jambo la pili ni kufungwa kwa kanisa na kuhamishia ibada nyumbani. Mnamo Novemba 18, 2019, serikali ya Tanzania ilifunga kanisa lake lililoko Mwanza kwa madai ya ukiukwaji wa sheria na taratibu za usajili wa taasisi za kidini. Baada ya kufungwa kwa kanisa hilo, aliendelea kuendesha ibada nyumbani kwake katika mtaa wa Bugugu, eneo la Mkolani, jijini Mwanza. Na hata mwaka 2022 alikamatwa na jeshi la polisi kwa kosa la kugeuza nyumba yake kuwa sehemu ya ibada, kitendo ambacho ni kinyume na taratibu za sheria za nchi. Mei 15 mwaka 2025, Mfalme Zumaridi alikamatwa tena na jeshi la polisi kwa kosa lile lile la kugeuza makazi yake kuwa kanisa. Taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza imesema Zumaridi anatuhumiwa kuendesha shughuli za kidini bila usajili pamoja na kufanya mahubiri kwa waumini wake kwa sauti ya juu katika eneo ambalo ni makazi ya watu na kusababisha usumbufu kwa majirani wanaoishi karibu na makazi yake. Sasa tukio lingine ni kukamatwa na mashtaka ya usafirishaji haramu wa binadamu. Mnamo Februari 26, 2022, jeshi la polisi mkoani Mwanza lilimkamata Diana Bundala kwa tuhuma za usafirishaji haramu wa binadamu na kuwazuia askari kutekeleza majukumu yao. Wakati wa ukamataji, polisi walikuta watu 149 wakiwemo watoto 24 wenye umri kati ya miaka 4 hadi 17 wakiwa wamefungiwa nyumbani kwake. Sasa baada ya hayo yote, mnamo Januari 25, 2023, mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Mwanza ilimhukumu kifungo cha mwaka mmoja jela kwa kosa la kuzuia maofisa wa serikali kutekeleza majukumu yao. Hata hivyo, alitumikia mwezi mmoja tu gerezani kutokana na kuwa tayari alikuwa amekaa rumande kwa miezi 11 wakati kesi hiyo ikiendelea. Mnamo Agosti 25, 2023, Mahakama Kuu ya Kanda ya Mwanza ilitengua hukumu hiyo baada ya kubaini kuwa upande wa mashtaka ulishindwa kuthibitisha pasipo shaka kuwa waleta maombi walitenda makosa hayo. Jaji Daktari Cleophas Morris aliamua kufuta adhabu hiyo na kuwaachia huru. Sasa baada ya kuachiwa huru, waumini wake walimwandalia sherehe ya shukurani iliyofanyika Julai 8, 2023, ambapo watu wapatao 2000 walihudhuria. Alieleza kuwa nguvu ya Mungu ilimsaidia kuvuka magumu aliyopitia gerezani. Sasa hayo ni baadhi ya matukio aliyowahi kuyafanya Mfalme Zumaridi na baadhi ya matukio yaliyowahi kumkuta Mfalme Zumaridi. Mimi ni Siraji Shabani, Voice of Siraji, kutoka 96.9 Afya Radio.